وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس. قد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu Waislamu, baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutaendelea kuelezana mawaidha yetu ya leo sana kutuhusisha katika miezi mitukufu katika miezi mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alielezea ndani ya Qur'ani akisema: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia miezi ambayo kwamba ni mitukufu katika ile miezi minne ambayo kwamba imeelezwa ndani ya Qur'an, ambayo Mwenyezi Mungu ametaja mwezi wa Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Hii ndio miezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza sana ndani yake, anasema fala tadhlimu bihinna anfusakum. Katika miezi hii minne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tusidhulumu nafsi zetu, tusiende kinyume na nafsi zetu, tusitende matendo mabaya kuzitendea nafsi zetu. Kwa hiyo ndio maana miezi kama hii ikatukuzwa kwa sababu ya historia ya Kiislamu. Pale mwanzo wanapopigana, ikifika miezi kama hii huwa vita vinasimamishwa kwa sababu ya kuitukuza miezi hii mitukufu.
kutufundisha kwamba sisi tunafaa kukaa mbali na mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu hayapendi, hususan katika miezi hii mitukufu tunafaa kukaa mbali. Nasema hadhihi al-ashhur ya ibadillahi hiya dhulqa'da wa dhulhijja wa muharram wa rajab, wa qad ikhtasaha Allah bimakanati khasa. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii miezi ameweka mahala pake, yani iko amehusisha sana sehemu yake, kila kitu kina mahala yake. Sasa hii miezi mahala pake Mwenyezi Mungu ameiweka mahala pake, na maadamu Mwenyezi Mungu ameiweka mahala pake, na sisi pia tunafaa kuiheshimu na kuitukuza na kuiweka mahala ambapo Mwenyezi Mungu ameihusisha. Akatuambia pia fata'adhimuha min taqwa al-qulub, kuitukuza hii miezi ni miongoni mwa uchaji, ni miongoni mwa moyo kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa moyo kumwogopa Mwenyezi Mungu, miongoni mwa moyo kupata uchaji Mungu, ni miongoni mwa moyo kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhambi biha a'adhamu ithma, na dhambi ambazo kwamba zitaenda kufanywa ndani ya hii miezi mitukufu minne ni madhambi yake ni makubwa, madhambi ambayo kwamba kama vile naambia mwenye kufanya madhambi katika mwezi wa Ramadhani, madhambi yale Mwenyezi Mungu humwandikia mara mbili, na aliyefanya nusu ama sunna katika mwezi wa Ramadhani anahesabia ni kama faradhi kwake, na aliyefanya faradhi basi naambia fadhila yake khairu min alfi shahr. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemdiriki kuipata ile siku ya Lailatul Qadr, faradhi ile ama jambo lile zuri, anahesabia kwamba amefanya miezi 1000 katika ibada, katika kubadilishwa katika daraja. Anaambia miezi ambapo kwamba Mwenyezi Mungu alitaja khairu min alfi shahr, kwamba ni miezi 1000 katika ubora atakayefanya ibada ndani ya mwezi wa Lailatul Qadr, siku ya Lailatul Qadr. Sasa pia atakayefanya madhambi katika hizi siku za mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wenyewe huenda kuisha, tunaingia mwezi wa Dhulhijja. Sasa miezi hii miwili mwenye kutekeleza ibada ambayo kama Mwenyezi Mungu anazitaka, basi ataandikiwa thawabu zile ambazo kwamba amezifanya yule mwanadamu ama mimi ama wewe, mara mbili ya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuandikia kwa yale ambayo uliyotenda. Na atakayefanya dhambi pia ataandikiwa mara mbili ya yale ambayo kwamba aliyoyatenda. Sasa ni tujitahidi, tujiweke karibu kwa yale ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda, ili Mwenyezi Mungu
kwamba itaenda kufanyika katika miezi mingine si kama ile ambayo kwamba itafanywa ndani ya miezi mitukufu ndani yake. Fahadharu ibadallah, basi tahadharini, chungeni enyi waja wa Mwenyezi Mungu dhuluma nafsi. Ya kwanza, kuidhulumu nafsi yako. Ya kwanza kabisa, mwanadamu anatakiwa kutahadhari na kuidhulumu nafsi yake. Tumeeleza namna kuidhulumu nafsi. Alafu bil maasi, maasiya, kuidhulumu nafsi yake kwa maasiya, au dhulumi nasi bil lisan, au kudhulumu watu kwa ulimi wake, au yadi au mkono. Sasa mtu akawa, jambo la kwanza imamu huyo akatwambia mtu ajitahadhari sana kuidhulumu nafsi yake kwa maasiya. Jambo la kwanza kuidhulumu nafsi yake kwa ulimi wake. Jambo la pili. Jambo la tatu akisema mtu kuidhulumu nafsi yake kwa mkono wake. Mkono unatumia kufanya maasi, wa maasiyatul aini, wa maasiyatul yadaini, wa maasiyatul rijlaini. Katika masomo wanafunzi wanaofundishwa anaeleza maasiyatul aini, kuna maasiya ya kufikiria, unafikiria jambo baya, kila kitu ambacho kama unaenda kukifikiria basi utapata dhambi, na kwa sababu ile akili nayo itaandikiwa kwamba imeingia katika maasi. Sasa ya kwanza tuambia tuogope maasi, tujihadhari na katika miezi mitukufu. Ya pili, kuokoa ulimi wako na watu, usiwaudhi watu na ulimi wako. Ya tatu, usiwaudhi watu kupitia mkono wako. Warqabullah fi kulli waqti, mfanye Mwenyezi Mungu awe karibu na wewe, awe rafiki yako kila wakati. Yaani Mwenyezi Mungu awe ndiye rafiki yako kila wakati. Huwezi kumwasi Mwenyezi Mungu katika kujiingiza katika maasi. Huwezi kumwasi Mwenyezi Mungu katika ulimi wako. Huwezi kumwasi Mwenyezi Mungu kupitia mkono wako. Ukishikamana na Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu rafiki yako, basi utakuwa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Alafu jambo lingine katika miezi mitukufu akasema asiyamu wal ikthar min an-nawafil. Naeleza yale mambo kwamba ni muhimu katika siku hizi za kuyafanya kuanzia sasa hadi siku ya Idi, kwenda Idi. Anasema asiyamu, kufunga. Watu hufunga zile siku za mwezi wa Dhulqaada wa Dhulhijja, siku zile 10. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema wal fajri wa layali ashr wash-shaf'i wal watr. Zile siku 10 imehusishwa sana watu wafunge, kufanya ibada ya sunna ya kufunga, walikithari minan nawafil, na sunna ziwe ni nyingi, sio mtu anaswali sunna moja pekee yake. Unaofanya sunna ziwe ni nyingi katika siku hizi za mwezi ama miezi mitukufu. Sunna ziwe ni nyingi, kama vile tunafunga sunna katika siku zingine, Jumatatu, Alhamisi, na zile ayamil bid, zile siku nyeupe. Basi pia hizi siku ambazo kwamba zimekaribia mwezi wa Dhulhijja, tunafaa kuzifunga zile siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu tunakumbushana na tuongeze tuwe wingi wa kufanya sunna. Asema maana kufanya
hii kufunga suna na kufanya suna kwa wingi, yustahabu al-ikthar min as-siyam. Anasema ni jambo linapendekeza zaidi katika kufunga ndani ya miezi, katika hizi siku za miezi ya Dhulqaada, ukiwa unafunga na kuacha. Katika mwezi huu wa Dhulqaada unaambia unaweza funga siku moja, kesho ukapumzika, siku nyingine ukafunga, ukapumzika, ukakaa, ukafunga. Lakini ikifika siku za mwezi wa Dhulhijja, zile siku 10 tunafaa kuzifunga zile siku ya 9 ile, tufunge siku 10 zile. Alafu akatuambia yustahabu ni jambo linalopendekeza fil ashhur al-hurum, katika miezi ya ile bora ambayo ni tukufu. Wakati qala Nabii sallallahu alayhi wasallam min al-hurum, fungeni kutokana na miezi mitukufu. Kenda mwezi wa Muharram kuna Ashura, ile siku ya 10 ya mwezi ya Muharram, watu wanatakiwa wafunge. Kiingia Dhulhijja, watu wanatakiwa wafunge kuanzia tarehe mosi. Na hizi Dhulqaada, Mtume anasema unaweza funga na kuacha, kwa sababu yeye alikuwa akifunga na kuacha katika hizi siku za miezi hii ya Dhulqaada na Rajab. Sasa tunatakiwa tufunge. Anasema sum min al-hurumi watruk, kulingana na hadithi ya Mtume, fungeni kutokana na miezi mitukufu, na baada ya kufunga mnawacha pia, yani mnafunga na kuacha. Unaweza funga siku ya pili ukaendelea kukula, ukaendelea tena kufunga hivyo. Wa hasa shahrullahi al-Muharram, na hasa katika mwezi mtukufu wa Muharram, kama vile nasema sana sana hasa mfunge katika mwezi mitukufu ya Muharram. Lakini hizi siku zingine unaweza funga na kwa, lakini ule mwezi wa Muharram ikaeleza kwamba unaweza funga kufuatiza zile siku 10 zile kwamba zimeelezwa. Sasa ndugu Waislamu, malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume kutuelezea katika ubora na fadhila ambazo zinazopatikana katika siku hizi ni ajira kuongezwa. Jambo lolote ambalo kwamba unaenda kulifanya huwa linanyongeza, linaongezwa ikiwa jambo lile ni zuri, linampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hasara ambayo kwamba imeelezwa katika miezi hii mitukufu, hasara yenyewe ni mtu kuongezewa madhambi anaenda kuyafanya. Ikiwa umefanya moja, basi unaongezewa kwamba wewe toa times 2 moja, lakini unaandikiwa 2. Ukifanya 100, basi times 2 200 hivyo. Lakini wema Mwenyezi Mungu ameeleza, anaweza mpa Mwenyezi mtu daraja ya 10, ama akamuongeza mpaka 700, ama akamuongeza mpaka zaidi ya 700. Lakini ajira pia ambaye kwamba ameweka nia ya kufanya jambo baya, anaambia kama hakufanya ataandikiwa moja ile baya, kwa sababu ameweka nia mbaya. Na yule ambaye kwamba ameweka nia nzuri ya kufanya jambo zuri lakini hakulifanya, basi Mungu pia humwandikia amefanya, kwa sababu ameweka nia nzuri. Sasa tukiweka nia nzuri ya kuepukana na maasi, maana kuna ajira tunapata, kwa sababu tumekuwa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu ana yataka. Yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka sisi tuwe mbali nayo, basi na sisi tukajiepusha. Ndugu Waislamu, kuna masala hapa tutayaongea. Masala haya ni mazito sana ikilinganisha na hii miezi. Hii miezi ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza
tunafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza, tunajiepusha na ile miezi ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia tukae mbali na madhambi. Sasa mwanazuoni huyu ama shekhe huyu akawa amemfundisha mwanafunzi, na wewe kuanzia kwamba Mwenyezi Mungu amekumba, ni kitu gani ulichokisoma katika maisha yako juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameumba, yale ambayo Mwenyezi Mungu amekukataza, na yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia wewe macho yako ni yenye kuona. Vitu vingapi umejifundisha? Ni vingi, ila tuangalie kwamba tutaongea kwa haraka. Tuambia mwanazuoni mmoja akamfundisha mwanafunzi miaka 33. Mwanafunzi anasoma kwa shekhe miaka 33. Tuangalie wewe ama mimi tulipoingia shule tulisoma miaka mingapi? Miaka kidogo, miaka 8, 844, miaka 4 secondary, miaka 4 college ama university. Sasa anasema huyu shekhe baada ya kufikisha miaka 33 na wanafunzi wake, akamuuliza mwanafunzi, ni mambo gani uliojifunza kwangu mimi? Shekhe akamuuliza mwanafunzi. Mwanafunzi akamwambia mwalimu wake, na azungumza haya kwa sababu kuna mambo nimeyalenga. Mwanafunzi akamwambia mwalimu wake, nimejifunza kwako miaka hii 33 mambo 8 peke yake. Mambo 8 peke yake. Shekhe akashangaa, sisi huyu tumesoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 mpaka mwaka ikaenda mpaka 33. Anampa shahada sasa, cheti, na aendeleze dini ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia, nimesoma vitu 8 peke yake. Vitu 8 hivyo, ya kwanza kabisa akamwambia Sheikh, akamwambia mwanafunzi, nieleze hivyo vitu 8 ni gani? Mimi nakusikiliza. Akamwambia, faraitu kulla wahid yatakhidhu sahiban fa idha dhahaba ila qabrihi farakahu sahiba. Kitu cha kwanza kabisa akamwambia, kitu nilichokufunza kwako, nilichokisoma kwako, nikaona kila mmoja akona rafiki. Akona rafiki kama ni mke ama rafiki tu wanafuatana. Lakini rafiki huyo akishatangulia kwa kaburi, yule mmoja na baki hana rafiki. Fasahibtu alhasanati fa idha dakhaltu alqabra dakhaltu ma'i. Na huyu mwanafunzi akamwambia shekhe, nikaangalia marafiki mimi hawezi nifaa. Marafiki wote nikiwafuata nitapotea, kwa sababu akishaenda kaburini nitabaki peke yangu. Mimi rafiki yangu ambao kama naona atanifaa, nikafuata kufanya matendo mazuri. Rafiki yangu ni matendo mazuri, kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu hataki. Nikawa mimi ni mwenye kutenda matendo mazuri. Huo ndio urafiki wangu. Mimi nimeshikana rafiki yangu ni kutekeleza matendo mazuri. Mwanafunzi anasema, fa idha dakhaltu qabr, pindi wakati nitapokuingia kaburini, dakhaltu ma'i, nitaingia pamoja na huyo rafiki yangu ambaye kwamba na matendo yangu mazuri. Kama vile tumekatazwa kufanya madhambi katika hii mwezi mtukufu, tunasisitiza kwamba kufanya matendo mazuri ndio ambayo kwamba yatakuwa rafiki yako ndani ya mchanga, tani 2-3 ambapo kwamba ziko juu yako ya mchanga. Mwalimu akashangaa. Kaambia la pili, jambo la pili
ataogopa kisimamo cha Mola wake mbele ya Mwenyezi Mungu, akaogopa kwamba yeye atasimama, wana nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake na matamanio, akaiweka karibu na Mwenyezi Mungu, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Huyu mwanafunzi alipomsomea mwalimu wake hii aya, basi akasemaje huyu mwanafunzi? Fajtahadtu nafsi fi daf'i al-hawa hatta istaqarrat ala ta'a. Akasema ya kwanza kabisa, nikaifanyia bidii nafsi yangu, kuikataza na matamanio, kuikataza na mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Akatwambia bala tadlimu fihinna anfusakum, kwamba msidhulumu nafsi yenu katika hizi siku, miezi hii mitukufu. Akasema nimekataza nafsi yangu kutoingia katika matamanio mpaka ikatulia katika toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi imetulia katika kumtii Mwenyezi Mungu, kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheria akaendelea kustajabu, akamwambia jambo la tatu gani? Anni nadhartu ila al-khalqi fara'aytu anna kulla man ma'ahu shay'un lahu qimatun hafidhahu. Kaangalia wanadamu wote, viumbe wote, kila ambaye ako na kitu chochote anakihifadhi, kila ambaye ana chochote Mungu amempea anakihifadhi, hata la yadhil, ili kisipotee, mpaka kisipotee. Kile kitu chake anakihifadhi kisipotee. Thumma nadhartu ila qawli Allah ta'ala ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi ba. Huyu mwanafunzi akamwambia, nikimwangalia viumbe vyote, kila ambaye kwamba Mungu amempea chochote kile anakifanya bidii ya kukihifadhi, lakini kuangalia aya Mwenyezi Mungu akasema ma indakum yanfadu, chochote mlicho nacho nyinyi kitaondoka, kitaisha. Nyinyi wanadamu, wewe unaenda fanya bidii kukihifadhi, lakini kinaondoka. Wa ma inda Allahi baq, kile kwamba kilioko mbele ya Mwenyezi Mungu kitabakia. Sitomalizia kwa sababu ni sehemu ndefu, kwamba kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekihifadhi umekitenda wewe. Aya hii inamaanisha wewe kile ulichokienda mbio ukakifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndicho ambacho kwamba kitabakia. Lakini kile ambacho kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekupea uko nacho, hicho kitaondoka. Kuanzia nafsi yako itaondoka, itaachana na mwili wako, na yale ambao marafiki uliofuatana nao utakuwa nao, watakuacha wewe, utatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumalize ile pekee yake. Akatwambia, akasema mwanafunzi huyu, fakullama waqa'a fi yadi shay'un, kila chochote
ambayo Mwenyezi Mungu alimwamrisha na anakambana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amemkataza, kama yale ambayo tumeshazungumza nyuma.